Kama urefu wa wanyama ungekuwa kigezo cha mafanikio kwa wanyama, twiga wa Afrika angefanikiwa kuwa mfalme wa wanyama wote duniani. Kama uzito ungekuwa kigezo, basi nyangumi wa blue whale, angefanikiwa kuitwa mfalme wa wanyama wote duniani. Kama akili ingekuwa kipimo cha mafanikio, sokwe angekuwa mfalme wa wanyama duniani, maana tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba sokwe ana akili kuliko wote. Kama ukubwa ungekuwa kigezo, tembo angepata nafasi siku moja ya kuwa mfalme wa wanyama. Simba si mnyama mrefu kuliko wote, hana akili kuliko wote na hana uzito kuliko wote, ila ni jasiri kuliko wanyama wote wa nchi kavu, ndiyo maana ni mfalme wa wanyama wote duniani. Simba akiona mnyama yeyote huwa hatizami urefu, upana, unene au uzito wake. Yeye anasonga mbele kwa ujasiri akiwa na imani moja tu ya ushindi. Hili ndilo limempa heshima ya mfalme wa wanyama, si kingine. Unahitaji mambo mengi sana ili uweze kuishi kwenye hii dunia, lakini jambo kuu na la msingi ni kwamba unahitaji kupata ujasiri katika kila ulitendalo ili uweze kufanikiwa popote ulipo. A. Unahitaji ujasiri wa kumkabili yule unayedhani anaweza kuwa daraja kati yako na ndoto yako. B. Unahitaji ujasiri kutenda mambo ambayo unaona ni ndoto zako huku watu wakikukatisha tamaa. C. Unahitaji ujasiri wa kushindana na shetani. D. Unahitaji ujasiri wa kuamini kwamba wewe unaweza kufanikiwa pekee kutoka kwenye ukoo usio na mafanikio. E. Unahitaji ujasiri wa kuamini kwamba wewe ni tofauti na watu wengine na una uwezo wa tofauti. Unahitaji ujasiri ili uwe simba wa mapambano. Nakutakia safari njema katika safari ya kuutafuta ufalme wako. Ujumbe huu umeandaliwa kwa kalamu ya 200 ya Mwalimu Jonathan Kwizera na mimi ni Pamela Kwizera. Kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii, tafadhali subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata jumbe nyingine kama hizi ukiwa wa kwanza. And the top is for you.